Tuko hapa kwenye yard ambayo imehifadhiwa vifaa kwa ajili ya kutengenezea line yetu ya umeme kutokea Songea kuja hapa, lakini wakati huo tulitembelea pia kituo cha kupozea umeme kikubwa kabisa ambacho kiko nje kidogo ya eneo hili. Huu ni mradi ambao Mheshimiwa Rais ameuleta na tunachukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa kweli kilichofanyika hapa ni kikubwa sana. Hivi tunavyoongea sasa hivi 95% almost ya vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kujengewa line yenye urefu wa kilomita 214 kutoka Songea viko hapa. Lakini 99.9 ya vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kujengewa kituo cha kupozea umeme ambacho line hii itaenda kuungwa ili kuwapozea wananchi wa Tunduru kwa ajili ya matumizi tayari viko site. Tumeziona na transformer pale ziko tayari. Maana yake ni nini? Hii maana yake ni kwamba tuko na changamoto sasa hivi tunavyoendelea ya umeme unakatika sana Tunduru, hali sio nzuri, lakini unaiona dhamira ya serikali ya dhati kabisa kwamba jambo hili hata wenyewe washaiona mapema wakaamua kulichukulia hatua. Kwa sisi tulikuja kujiridhisha kuona kwamba je, huu mradi uko kwenye status gani? Mradi uko kwenye status nzuri. Ninaamini baada ya vitu fulani kuwekwa sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Maana yake ni nini? Watu wa Tunduru sasa wanaenda kupata umeme ambao ni wa uhakika. Kwa mimi binafsi nichukua nafasi hii kuishukuru sana serikali, namshukuru sana Mheshimiwa Samia kwa kutafsiri maneno yake kwa vitendo. Anatafsiri maono na maneno yake kwa vitendo. Hii ndio maana yake. Hatuhitaji kusema sana, tunahitaji kutenda, na sisi kama wawakilishi wake kwenye maeneo tutahakikisha mradi huu tunausimamia katika level na viwango vinavyotakiwa na ili ukamilike ndani ya muda ambao utaonekana kwamba unafaa. Baada ya kusema hayo, mimi narudia sana kuishukuru serikali na kushukuru chama na shukuru viongozi wote kwa namna ambavyo, hasa Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anajaribu kuiweka Tunduru na kuifungua kwa mtindo huu. Huu ndio mwarobaini, ndio mwisho wa matatizo ya umeme wa Tunduru. Na ikumbuke kwamba nilisema wakati fulani kwamba kituo ambacho kinaenda kuwekwa Tunduru hii ni kikubwa ukilinganisha na matumizi yenyewe ya umeme. Kwa mfano nilisema hivi, sasa hivi matumizi ya Tunduru hazidi megawati 4. Lakini kile kituo pale kinaenda kuwekwa, kinachoenda kuweka kina megawati 120. Maana yake ni kwamba tutakuwa na umeme mwingi sana, karibu megawati 116 ambazo zitakuwa zinaendelea kubaki. Lakini pia ili umeme ukae salama usikatike katika line kutoka kwenye chanzo mpaka kufika kwa mtumiaji zinatakiwa ziwe fupi na kila kipande kiwe na line yake. Hicho ndio kitu ambacho kinaenda kufanywa kwenye kile kituo. Kile kitakuwa na jumla ya matoleo 10. Na katika yale matoleo, maana yake sisi tunahitaji matoleo 5 tu. Maana yake tutakuwa na spare za matoleo mengine 5. Hii maana yake nini? Inafungua pia na uwekezaji. Tunduru sasa itakuwa na uwezo wa kuwakaribisha wawekezaji wa aina yoyote kwa sababu umeme utakuwa mwingi. Kwa hiyo changamoto ya kukatika kwa umeme, changamoto ya umeme mdogo, changamoto ya umeme kucheza, huu ndio mwarobaini wake.